uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Jumla ya wanafunzi 34 kutoka vyuo vikuu vya Mzumbe pamoja na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA mkoani Morogoro wamehitimu mafunzo ya AI, yani akili mnemba, ambayo imetolewa bure na taasisi binafsi ya Data Safari kwa lengo la kuwaongezea ujuzi na maarifa kuhusiana na programu hiyo. Meneja mipango wa taasisi ya Data Safari, Bi Carolina Likiliwike, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwaandaa wanafunzi hao wa elimu ya juu ili waweze kukabiliana na ushindani uliopo katika soko la ajira, ambayo pia mafunzo hayo yatawasaidia na wao wenyewe katika swala zima la kujiajiri. Lengo la programu ilikuwa ni kuwapa ujuzi wanafunzi, ujuzi au niseme literacy skills kwenye masuala ya AI au artificial intelligence. Na ni kwa nini tumechagua wanafunzi wa chuo au ni kwa nini programu hii imelenga wanafunzi wa chuo? Tunajua kwenye mazingira yetu, kwenye jamii yetu, tunao wanafunzi wengi au wahitimu wengi ambao wameshamaliza mafunzo yao au elimu yao ya chuo kikuu and wanasubiri ajira nyumbani. Lakini kuwa na program kama hii, lengo ni kuboost ile career yao, kuboost kile walichokisoma kutokana na skills ambazo sasa hivi ziko globally used on everywhere. Tukiongelea AI, tunajua sasa hivi inatumika kwenye kila sehemu, kwenye kila sekta. So ujuzi huu tunaamini utawasaidia wanafunzi katika kujipatia elimu, lakini pia kuelimisha wanajamii. Kwa sasa tuna mpango pia wa programu ambayo ni iko advanced kidogo au kuendeleza wanafunzi hawa ambao tunao. Tunaandaa programu ambayo inaitwa bootcamp. Programu hii italenga kufundisha in advanced way haya masuala ya artificial intelligence. Na baadhi ya wanafunzi hao kutoka vyuo hivyo vya SUA pamoja na Mzumbe wakaelezea namna mafunzo hayo yatakavyowasaidia. Leo kuongelea umuhimu wa AI kwenye maisha yetu ya kila siku. AI ina umuhimu mkubwa kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwanza inasaidia kurahisisha kazi. Kama tunavyojua, sasa hivi tuna kazi nyingi za mitandaoni, nazo zinarahisishwa na AI. Pia AI inatusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku kama wanafunzi. Inatusaidia kurahisisha masomo yetu. AI pia inatusaidia kwenye ulinzi na usalama. Inatumika kwenye ulinzi na usalama. Matarajio ni mengi, kwani mimi kama mwanafunzi wa Environmental Sciences and Management nina uwanda mkubwa kupitia AI. Naweza nikashauri wakulima, naweza nikajiendeleza vizuri kulingana na masomo yangu pia kupitia AI, kwani AI haiko limited. Yes. Technology inasaidia young women in career opportunities. It's like wanawake sasa hivi wanapata kazi viwandani kwa sababu ya technology, kwa sababu wanajifunza jinsi ya kutengeneza materials, jinsi ya kufanya vitu mbalimbali. Kama sasa hivi wanawake wanajishughulisha kuna kutengeneza batiki hivyo. Kwa hiyo inawasaidia kupata career opportunities. Pia inawasaidia to build is like empowerment. Wanajiempower wenyewe. Kama sasa hivi tunaona wanawake wako in social media wanatangaza biashara zao. This is all about technology. Pia in society wanawake wanasaidia kwenye economic growth. As you see, wanawake wengi sasa hivi wamejifunza kuhusu mambo ya teknolojia. Kwa hiyo inawasaidia wanakuwa chanzo cha uchumi wa taifa. Yaani kupitia AI nimejifunza vitu vingi sana. Kwa mfano nimejifunza jinsi ya the way how technology acts inasaidia kujua vitu mbalimbali. For example, maybe nina business idea yangu, nahitaji kufanya kitu, lakini kupitia technology I'll do more than that. Kwa mfano nataka kufungua maybe business plan ya kuwa mfanyabiashara hivyo, lakini sita base kuwa mfanyabiashara like normal. Nita base on technology, maybe nitatumia machineries hivyo, kwa hiyo itanisaidia in business empowering hivyo. Pia technology itanisaidia ku think beyond, yani beyond other things.
nakuwa nafikiria, fikira yangu inakuwa ina haibase hapa, inakuwa ina base globally and kiteknolojia zaidi. Kitu ambacho kimenivutia zaidi kwenye hii course ni kitu kimoja, kwamba zamani ilikuwa ili uweze kujifunza kama machine learning au artificial intelligence, ilikuwa unatakiwa ujue vitu kama coding na tools ambazo tunatumia kwenye coding. Ila kwa sasa hivi, kwa mfumo wa sasa hivi jinsi ulivyo, inatusaidia zaidi kwamba bila hata wewe kuwa mtaalamu wa coding, una uwezo kujifunza machine learning, jinsi ya kufanya kazi, kujifunza vizuri artificial intelligence na science, zote tunafanya kazi kwa pamoja ili kuweza kutengeneza au kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika kitu ambacho tunakuwa tunahitaji, aidha ni kilimo, biashara na vitu vingine. Kwenye upande wa sala zinakuwa chache, sio nyingi kama ilivyo faida, kwa sababu kwenye hasara ni kwamba inapunguza kazi kwenye baadhi ya watu ambao mtu atakuwa akifanya manually kwa mkono, inakuja inarahisisha hivi. Mfano mdogo ni kwamba hapa sisi tulikuwa tuna data za watu zaidi ya 50,000 ambao tuliweza kuzitumia ndani ya dakika 5 tu dakika 10 tukapata kila kitu, kwamba hapa tunahitaji hiki mwenye hiki na hiki na hiki. Ila sasa hiyo kazi ingeweza kufanywa na watu 10 au 5, kila mtu aanze kushika karatasi 10, 20 kuweza kujua vile vitu vinavyofanya kazi. Kwa kidogo hasara yake ni kwamba inakuwa Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.